Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini uko vizuri na unaendelea vizuri kabisa. Basi ni wakati mwingine tena, nataka tuendelee na fundisho ambalo nimeanza toka siku zilizopita, ambalo lilikuwa lina swali ndani yake ambalo linasema, kwa nini Mungu hakuweza kusamehe tu dhambi ya walimwengu hata Yesu afe? Kulikuwa kuna ulazima gani? Kwa sababu ni swali ambalo watu wanaweza wakawa wanajiuliza kwamba kama yeye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo, alishindwa nini kusamehe tu? Kulikuwa kuna haja gani ya Yesu kufa ili aweze kusamehe hicho kitu ambacho walimwengu wamekikosea? Kwa hiyo kama ukupata nafasi, unaweza ukatafuta, iko sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 3. Lakini pamoja na hilo, kama ndiyo mara yako ya kwanza upita kwenye mtandao wetu, ninaomba upate kusubscribe, lakini pia upate kutufollow, upate pia na kushare mafundisho haya ili yaweze kuwafikia wengi. Mitandao yote natumia jina la Best Kimari. Sasa leo ninataka niingie ndani kidogo, nilielezee hili jambo. Kwa nini Mungu hakuweza kusamehe tu dhambi hata Yesu afe? Kulikuwa kuna ulazima gani wa Yesu kufa kama alikuwa na uwezo wa kusamehe tu? Na ni kweli, ni Mungu mwenye uwezo wa kufanya kila kitu, ni Mungu asiyezuilika, ni Mungu asiyezuiwa na chochote. Alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Lakini tukaeleza katika video iliyopita, sababu iliyomfanya Mungu ashindwe kusamehe tu ni haki yake. Kwa sababu maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi ilikuwa inataka kulipwa mauti, kwa sababu dhambi ilipoingia ilileta na mauti. Mshahara, penalty of sin is death. Kwa hiyo dhambi ilikuwa inataka kulipwa kwa mauti. Kwa hiyo Mungu angesamehe tu dhambi pasipo mauti kulipwa, tafsiri yake Mungu angekuwa ameikiuka haki yake mwenyewe. Na tukaeleza tukasema ya kwamba msingi wa kiti cha enzi cha Mungu umethibitishwa kwa haki na hukumu. Kwa hiyo kama Mungu singeilipa dhambi mauti, maana yake Mungu angekuwa ameingia kwenye hatia, kwa sababu neno haki linamaanisha ya kwamba kutokuwa na hatia, kutokuwa na laumu, kutokushutumiwa. Kwa hiyo maandiko yanaposema msingi wa kiti cha enzi cha Mungu umethibitishwa kwa haki na hukumu, maana yake ni Mungu asiyekuwa na hatia, ni Mungu asiyelaumiwa, ni Mungu asiyeshutumiwa, ni Mungu asiyekuwa na kosa. Kwa hiyo dhambi ilipokuwa inataka mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, Mungu angeamua kusamehe dhambi wakati dhambi haijalipwa mauti, kwa sababu madai ya dhambi yalikuwa anataka kulipwa kwa mauti. Mungu angekuwa ameutikisa msingi wake wa kiti cha enzi ambao ni haki, kwa sababu haki ni kitendo cha kutokuwa na hatia, haki ni kitendo cha kutokushutumiwa, haki ni kitendo cha kutokuwa na lawama. Kwa hiyo Mungu angeamua kusamehe wakati dhambi haijalipwa kwa mauti, angejiingiza kwenye hatia, angejiingiza kwenye lawama. Ni kweli anao upendo, ni kweli anatamani kuwasamehe hawa watu, lakini haki yake mwenyewe inamfunga asiweze kufanya, kwa sababu yeye ni Mungu asiyekuwa na hatia, ni Mungu asiyekuwa na shutumu. Sasa angalia, nikazungumza juzi nikasema upendo wake ndio uliomfanya Yesu akaja. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa ajili ya kulipa madai ya dhambi ambayo ni mauti. Mungu anatamani kuwasamehe watu hawana uwezo wa kulipa wao wenyewe madhara ya dhambi ambayo ni mauti. Na ndio maana huo utaratibu kwenye Agano la Kale ulikuwa, mtu aliyekamatwa na hatia, mtu aliyeshitakiwa kwa kosa, alitakiwa kupeleka mnyama ambaye mnyama anakufa kwa niaba yake, lakini mnyama hakuweza kuondoa dhambi. Ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9, kwa sababu halikuweko ondoleo kamili la dhambi. Kwa hiyo kile kilichokuwa kikifanywa kilikuwa kinafunika tu dhambi, hakikuwa kina uwezo wa kuondoa. Yesu alipokuja ikawa ndio dhabihu iliyo bora yenye uwezo wa kuondoa dhambi na matokeo yake ambayo ni mauti. Kwa hiyo Yesu alipolipa madai ya dhambi ambayo ni mauti, sasa wanaomwamini wanahesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya imani, kwa sababu Mungu kwa njia ya Kristo Yesu katika mwili ametimiza madai ya dhambi. Alipokuwa msalabani alilipa madai ya dhambi. Madai ya dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo Yesu kufa msalabani alikuwa akishughulikia madai ya dhambi ambayo ni mauti. Ni Mungu mwenye upendo, anahitaji kuwasamehe watu, lakini haki yake inamzuia. Akisamehe bila kulipa madai ya dhambi ambayo ni mauti, atajiingiza kwenye hatia, na msingi wa kiti chake cha enzi umethibitika kwa haki na
na hukumu. Kwa hiyo angesamehe dhambi wakati mauti haijalipwa, maanake angeiharibu haki yake, angeutikisa msingi wa kiti chake ambao ni haki. Kwa hiyo Mungu akaamua mwenyewe sasa katika mwili kuja kushughulikia kosa na kulipa madai ya kosa ambayo ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ndiyo sababu kubwa iliyomfanya Mungu akashindwa kusamehe tu dhambi bila Yesu kuja. Sababu kubwa ya Yesu kuja, alikuja kwa ajili ya kulipa madai ya dhambi ambayo ni mauti. Kwa hiyo sio kila mtu anatakiwa kuifia dhambi yake sasa ili kuweza kulipa madai ya dhambi ambayo ni mauti, bali Yesu alikufa mara moja ili kwa sababu hiyo, kwa kulipa madai ya dhambi ambayo ni mauti, wao wanaomwamini yeye wahesabiwe mbele za Mungu kwamba wamelipa madai ya dhambi ambayo ni mauti kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema tunahesabiwa haki mbele za Mungu kwa njia ya imani. Maana yake kwa kuamini tu kile Yesu alichokifanya, kwamba amelipa madai ya dhambi ambayo ni mauti kwa niaba yangu ili mimi nisife tena. Ndio maana anayemwamini Kristo anapewa uzima wa milele, ametolewa katika hali ya mauti na kuingizwa uzimani. Umebarikiwa sana. Tutaendelea wakati mwingine. Amen.